Tumeufunga rasmi mlango wa bahari wa Hormuz, yasema Iran. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kufunga mlango wa bahari wa Hormuz kufuatia mashambulizi ya Marekani. Maafisa wa Iran wanasema mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa kujibu mashambulizi ya Marekani. Teheran inasema meli yoyote itakayojaribu kuvuka njia ya kimkakati ya maji italengwa, wakati onyo la hatua za Amerika zimesukuma matarajio ya diplomasia mbali na kufikiwa. Iran imedai kushambulia kambi za kijeshi za Marekani huko Bahrain na Kuwait na kulenga meli mbili katika mlango wa bahari wa Hormuz ili kulipiza kisasi kwa mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya nchi hiyo. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC limesema lilianzisha mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani kwenye kambi ya anga Sheikh Isa ya Bahrain na kambi za ndege za Ali Al Salem za Kuwait na Ahmad Al Jaber mapema Alhamisi. Meli mbili za mafuta ambazo zilijaribu kupita kinyume cha sheria kwenye mlango wa bahari Hormuz pia ziligongwa, ilisema taarifa hiyo. IRGC ilishutumu Marekani kwa ukiukwaji wa mara kwa mara wa usitishaji wa vita wa Aprili na kutangaza mlango wa bahari Hormuz umefungwa hadi ilani nyingine. Ilisema trafiki zote katika njia ya maji pamoja na meli za mafuta na meli za kibiashara zitaathiriwa. Mashambulizi hayo yalikuja baada ya kamandi kuu ya Marekani kutangaza mashambulizi mapya kwenye malengo mengi ndani ya Iran. Jeshi lilisema mashambulizi hayo yalikuwa kwa amri ya Rais Donald Trump na kujibu uchokozi usiokuwa na msingi wa Iran. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti milipuko kwenye kisiwa cha Qeshm na katika mji wa Bandar Abbas na Sirik kando ya mlango wa bahari wa Hormuz. Milipuko pia ilipiga mji wa kusini wa Kargan na kujeruhi takribani watu wawili. Mabadilishano ya hivi punde ya mashambulizi yalikuja siku moja baada ya pande hizo mbili kufanya mashambulizi kwa ajili ya kutokana na kuangushwa kwa helikopta ya Marekani aina ya Apache katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kutasababisha hali ya ugumu wa maisha kuzidi kuongeza katika ulimwengu. Hali ya ugumu wa maisha itazidi kuongezeka, wachambuzi wa mambo wanaeleza, ni kutokana na kwamba upatikanaji wa mafuta utakuwa ni mdogo mno kama ilivyokuwa katika vita vya siku 40, na hii inahatarisha kuyumba kwa uchumi. Iran imesema imelenga meli 5 za Marekani nchini Bahrain, kambi ya anga ya Ali Salem nchini Kuwait pamoja na kambi ya anga ya Azraq huko Jordan siku ya Jumatano usiku. Wakati huo Marekani ikishambulia kwa mabomu kisiwa hicho cha Qeshm na bandari za Sirik, Jaski na Bandar Abbas. Teherani imesema mashambulizi ya Marekani yameharibu hifadhi mbili za maji na kuharibu mnara wa mawasiliano. Katika ikulu ya White House siku ya Jumatano, Trump alishutumu Iran kwa kukwama kwa mazungumzo ya mapatano ya amani na kutishia kuipiga nchi hiyo vigumu sana. Tutaona kitakachotokea katika mpango huo. Tulikuwa karibu kabisa na mpango huo, lakini wanaendelea kutugusa, wanaendelea kutuchezea wanyonyaji hawa, aliwaambia waandishi wa habari. Mapema siku hiyo, rais wa Marekani aliandika kupitia jukwaa lake la Truth Social kwamba Iran imechukua muda mrefu sana kujadili makubaliano ya amani na sasa italazimika kulipa gharama. Katika mahojiano yaliyofuata ya Fox News, alitishia kufanya mashambulizi katika mitambo na madaraja nchini Iran ikiwa haiko tayari kusaini makubaliano. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alijibu katika chapisho kupitia ukurasa wake wa X akisema miundombinu muhimu ni uhai wa watu. Vitisho vya kuwalenga kutoka mitandao ya usafirishaji hadi viwanda vya umeme na maji sio onyesho la nguvu, lakini ishara ya kukata tamaa mbele ya utashi wa taifa, aliandika Masoud Pezeshkian, rais wa Iran. Aidha, aliongeza kuandika kwamba Iran ikitegemea ujuzi na uwezo wa wataalamu wake, umoja wa kitaifa na mshikamano, itasimama kidete dhidi ya shinikizo au tishio lolote. Ongezeko la mashambulio ya Marekani na Iran yanakuja siku chache baada ya Israel na Iran kufyatuliana risasi katika mzozo wao mbaya zaidi tangu kusitishwa kwa mapigano mnamo Aprili, ambayo ilimaliza majuma kadhaa ya mashambulizi mabaya ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na mashambulizi ya kulipa kisasi ya Iran katika eneo hilo la Ghuba. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.